Maradhi na umaskini ni maadui watatu wa taifa la Tanzania, alisema baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni miaka 60 sasa taifa limekuwa likipambana dhidi ya maadui hao. Serikali imeendelea kupambana dhidi ya adui maskini, ikiwa pamoja na kuwawezesha wananchi wake kiuchumi. Karibu kwenye 442 Tanzania, au unaweza ukaita 442 Tanzania. Mimi ni Asha Athumani. Mbili Tanzania ni jukwaa maalum linalotoa taarifa zote na matokeo ya 10% ya mikopo kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri ili kuwawezesha kiuchumi vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290 kifungu cha 37A inaelekeza halmashauri zote nchini kutenga 10% ya mapato yake ya kila mwaka kwa ajili ya kutoa mikopo tena isiyo na riba kabisa. Kwa makundi haya matatu, vijana 4%, wanawake 4% na walemavu 2%. Na hii ndio sababu ya kuita jukwaa hili 442 Tanzania, mfumo maalum wa kushambulia umaskini. Mwaka 2023, serikali ilisitisha kwa muda mikopo hii kutokana na changamoto kadhaa zikiwemo za kiusimamizi, lakini mwaka mmoja baadaye, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaagiza mikopo hii irejeshwe tena, na tayari serikali imetenga shilingi bilioni 123.9 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa ajili ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kabla ya kuangazia mifano halisi ya wanufaika, hebu kwanza tufahamu mwongozo na maboresho mapya ya mikopo hii. Baada ya kuwa mikopo hii kusimamishwa, timu zilipitia na kufanya michakato kwa kuwahusisha wadau wote kadiri ilivyowezekana na kutoka na mapendekezo ya kuwa na uendeshaji wa mikopo hii kwa namna mbili. Namna ya kwanza imekuwa ni namna ambayo ni halmashauri 10 ambazo zinatoa mikopo kwa kushirikiana na benki za biashara hapa nchini, lakini pia halmashauri 174 zenyewe zinakwenda kwa kutoa mikopo kwa namna iliyoboreshwa. Sasa katika halmashauri zote hizi 184, mambo ambayo yalionekana mwanzoni yalikuwa na changamoto. Cha kwanza ilikuwa ni utambulisho wa wanavikundi, usajili wa vikundi. Ni eneo ambalo kimsingi limeboreshwa zaidi katika kipindi hiki. Tunatumia mfumo wa kielektroniki, mfumo wa wezesha. Kila mwanakikundi anatumia namba yake ya NIDA katika kujitambulisha kwenye ule mfumo. Lakini jambo jingine ambalo tumelifanyia maboresho baada ya mfumo wetu kuweza kurejeshwa kwa utoaji wa mikopo ni swala la mafunzo. Vikundi vyetu vinahabarishwa au wananchi wanahabarishwa kupitia mikutano rasmi ya uwepo wa mikopo hii, na wanapata maelekezo na mafunzo kabla ya kupata mikopo. Lakini jambo jingine ambalo pia tumeliboresha katika mfumo wetu huu wa sasa ni wataalamu wenyewe. Kwa wataalamu pia na wenyewe katika mazingira yetu ya mamlaka za mitaa, na wao pia tumewatengenezea vitili vya mafunzo. Kwa wenyewe tumewajengea uwezo wa wataalamu wetu, na kwa sasa hivi wanatoa mikopo hii wakiwa tayari wameshapata ujuzi kwa kuunganishwa pia na taasisi zetu mbalimbali katika maeneo yetu. Sisi mikopo hii tunakopesha watu ambao hawakopesheki na taasisi za kifedha. Kwa tunajua wanaanza na hali ngumu katika kutekeleza vitu ambavyo wanategemea watavifanya biashara zao. Kwa tumeweka mpango mzuri wa kuwa na mpango wa marejesho ambao watu wetu hawa wanatulia, wanapanga na halmashauri namna nzuri ya kufanya marejesho. Steven Motambi, mkurugenzi huyu msaidizi wa serikali za mitaa anayesimamia utawala bora na maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, anasema licha ya mwongozo kuwataka wanufaika kujiunga kama kikundi, lakini wana uwanja mpana wa kila mwanakikundi kufanya mradi wake peke yake kupitia fedha hizo za kikundi. Lakini jambo lingine ambalo tumeliboresha, tuligundua kwamba walikuwa zamani wanakopa mikopo kama kikundi, lakini walikuwa wanakwenda kufanya shughuli zao.
Kwa sasa hivi tumeruhusu kabisa kwamba wanaweza kuwa watu wa kwenye kikundi watu 5, lakini wasiwe na mradi mmoja. Kama wako namna hiyo wanaruhusiwa kabisa. Kwa unaweza kukuta wako ndani ya kikundi, mmoja akawa labda ni mamalishe, mwingine akawa na biashara za mtumba, mwingine akawa labda na kilimo, mwingine akawa na ufugaji. Kwa tunaruhusu. Kwa hiyo katika kukopa kwao ile fedha watagawana kulingana na aina ya miradi ambayo wanakwenda kutekeleza. Kwa hiyo inawapa fursa pia kutekeleza shughuli ambazo pia wana uzoefu nayo na unahakika kwamba wanaweza wakafanya marejesho katika maeneo hayo. Lakini jambo jingine ambalo tumeliweka pia katika maboresho haya, sasa wanaweza wakafanya marejesho popote walipo. Wana mfumo wetu unapowapatia mkopo unazalisha control number. Ndio control number, sasa wanaweza wakafanya marejesho kokote walipo na bila kuwa na usumbufu wa kusafiri kutoka eneo moja kwenda kutafuta benki ilipo au kutafuta huduma za kifedha mali zilipo kwa umbali. Kwa hata katika maeneo yetu yale wanaweza kufanya marejesho tu vizuri kupitia simu zao za kiganjani na taarifa zikafika vizuri za marejesho yao. Hayo ni maelezo mafupi ya mwongozo na maboresho ya utoaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri. Asante kwa kufuatilia 442 Tanzania, na mashambulizi yakiendelea kupamba moto dhidi ya adui umaskini chini ya kocha wetu Rais Samia Suluhu Hassan. Na leo namleta kijana Deogratias Kapalata aliyeamua kuungana na vijana wenzie kuanzisha kikundi cha kuzalisha mafuta na mkaa mbadala. Kiasi cha shilingi milioni 20 tu kiliwasaidia kuanza mdogo mdogo, na hatimaye hii leo wanamiliki kiwanda cha kuchakata mafuta kilichopo Mbezi jijini Dar es Salaam na kiwanda cha mkaa mbadala kilichopo mkoani Pwani. Sisi ni kikundi ambacho tunajihusisha na uzalishaji wa mafuta ya nazi, lakini mafuta ya nazi yale mabichi ambayo hayajapikwa, yale ambayo ni cold pressed wanasema. Lakini pia tunajihusisha na utengenezaji wa mkaa mbadala ambao unatumia malighafi za mimea. Kwa sisi ni wanakikundi ambao tuko 5 kwenye kikundi chetu ambao tunajihusisha na hizo shughuli tunazozifanya. Mkopo huu umewasaidiaje na mmeupeleka hasa kwenye maeneo gani? Kiukweli sisi kama kikundi tunashukuru sana, mkopo umetusaidia maeneo makubwa sana. Kwa kipindi tumechukua mkopo ilikuwa ni mwaka 22-23. Kuna baadhi ya vitu sisi kama kikundi tulikuwa tumepanga tunahitaji kuvifanya na kuvitekeleza. Kimoja wapo ilikuwa ni kuongeza uzalishaji kwenye bidhaa zetu ambazo tunazifanya, na kipindi kile kama tunaomba tulikuwa tuna bidhaa moja tu ambayo ilikuwa ni mafuta ya nazi tulikuwa tunafanya. Kwa tulikuwa tunahitaji sana kuweza kuongeza uzalishaji kwa sababu soko lilikuwa linakuwa. Kwa tulikuwa tunahitaji tuweze kuongeza uwezekano wa kuweza kuongeza uzalishaji wa mafuta. Lakini pia tulikuwa tunahitaji kuweza kuwafikia wateja wengi zaidi. Sasa tungeweza kufanya kitu gani? Ndio tulazima kwenda kuomba mkopo, tukawa tumepatiwa, na tunashukuru sana Mungu tulipata mkopo. Ilikuwa ni ombi letu la kwanza kuomba, na tukawa tumepatiwa milioni 20. Kwa ilikuwa ni kitu kizuri kwa sababu tuliweza kununua nazi za kutosha kwanza, lakini pia tukaweza kuongeza na mashine ili tusaidia kuweza kuongeza uzalishaji. Na lengo kama nilivyokuwa nimekwambia, tulikuwa tunahitaji kuweza kufikia wateja wengi zaidi. Kuweza kutusaidia kuweza kuwafikia wale wateja, lakini pia kuweza kuongeza uzalishaji wetu kwa ujumla. Kutokana na huo uwekezaji, kuna namna yote ambayo imebadili maisha yenu? Aseme imebadilisha sana. Na wala sio kwa sisi tu kama kikundi, lakini pia hata kwa jamii inayotuzunguka. Kwa sababu mfano kama nilivyokuambia mara ya kwanza, wakati tunaomba tulikuwa tunafanya biashara moja tu ya mafuta peke yake. Ila sasa hivi tunavyoongea tumeweza kufungua na kiwanda cha pili ambao tunatengeneza mkaa mbadala. Ambao mkaa pia ulitokana na hii fedha tuliyopata, faida ambayo tuweza kuipata, na kwa sababu fedha sisi tulisema kwa namna yoyote ile fedha ambayo tumepatiwa kwanza tuhakikishe inarudi. Tulipata milioni 20, kwa hiyo lazima kila mwezi tuweze kurudisha 800,000 kama na 33. Ila sisi tukasema kama kikundi tujiwekea malengo, kwanza tuirudishe kabla ya kipindi, na kabla ya miaka miwili tu tumeimaliza kurejesha. Kwa hiyo tukajiwekea mazingira ya kwamba kila mwezi tu tuna deposit milioni 1. Kwa hiyo kuna ile miezi ambayo tulikuwa tuwezi kulipa, ule mwezi tukija kulipa lazima tulipe na hii miezi ya nyuma ambayo tulikuwa tuliweza kulipa. Kwa hiyo mwisho wa siku tuliweza kumaliza mkopo vizuri kabisa. Na kama ninavyokuambia ile faida ambayo tulipata sasa tukajikita kwenye kuongeza kwenye hii biashara nyingine. Kwa hiyo moja ya fursa ambayo tulikuwa tumeipata ni hiyo kwamba tumeweza kwanza kuongeza ajira. Kwa sababu kipindi tunafanya uzalishaji wa mafuta ya nazi, tulikuwa tunafanya almost watu 4 mpaka 5. Lakini sasa tumekuja kwenye upande wa mkaa mbadala. The way tunapokuwa tunafanya ule uzalishaji tunahitaji sio chini ya watu 10.
Kwa maana tunakuja kuangalia tumetengeneza fursa nyingine pia kwenye jamii ya kuweza kuajiri vijana wetu wengine zaidi ya 10 mpaka 15 ambao tunafanya nao. Basi mimi nakushukuru sana, asante na hongera sana. Asante, nashukuru sana na karibu sana. Karibu utumie bidhaa zetu za kikundi chetu. Maana tukipata fedha kutoka kwenu na sisi tunapata ile ya kulipa watu wengine na kuweza kurejesha mikopo vizuri bila shida yoyote. Basi sawa. Nashukuru sana kwa muda wako kwa kweli na nimefurahi sana kwa maswali yako mazuri. Mtazamaji wa 442 Tanzania, bila shaka unajiuliza, je, ni hatua gani au taratibu zipi za kufuata ili kunufaika na mikopo hii? Huyu hapa ni Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala. Yeye ni mhusika katika kamati ya ufuatiliaji na udhibiti wa mikopo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Anaeleza hatua za kupata mikopo hii. Na namna ya kupata mikopo yetu kwenye maeneo yetu, la kwanza ni lazima muwe kwenye vikundi vya, kama ni vijana 5, kama ni wanawake 5 au watu wenye ulemavu 5 ambao wanaweza wakapata fursa. Lakini kwa mwongozo huu unatoa nafasi kwa watu wenye ulemavu hata mmoja mwenyewe anaweza akapata fursa ya kwenda kuomba mikopo. Lakini kwa wanawake pamoja na vijana hawa wanaenda kuomba wakiwa 5. Lakini kwa vijana tunamshukuru rais wetu na mwongozo umetoa fursa sasa. Vijana ilikuwa miaka 35. Ameongeza miaka 10, maana yake vijana wengi sasa wanaingia kwenye mchakato mzima wa upatikanaji wa mikopo kwa maana yake mpaka miaka 45, ambayo hii inatoa fursa kwa vijana wengi zaidi kuingia kwenye eneo hili ambalo wanaweza kupata fursa za mikopo. Hivyo katika wakishapata vijana hao 5 wanaenda kwenye ngazi ile ya mitaa yao ambapo wanapata vitambulisho kwamba hao watu kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa au mtendaji wa mtaa kwamba hawa wapo katika mtaa wetu au katika mtaa fulani wanaotoka. Si lazima watoke kwenye kata moja au watoke kwenye mtaa mmoja, lakini pia kupata barua za utambulisho kwenye maeneo yao. Alafu wanapata nafasi ya kuandika mchanganuo wao wa biashara au mkopo wao. Mara nyingi watu wetu wanashindwa kupata ufafanuzi mzuri wa nini maana ya mchanganuo. Mchanganuo ni kwamba utakapokopa pesa zako unaenda kufanya nini na namna gani zile fedha utazitumia na kufanya marejesho. Huo ndio mchanganuo mzima wa kibiashara. Mchanganuo huo kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tumerahisisha. Tumehakikisha kwamba kwenye kata zetu zote na kwenye mitaa hii sample ya michanganuo ipo, ili mtu anapotaka kwenda kuandika isimpe ugumu wa namna ya kuandika. Pale sasa utampata afisa maendeleo wetu wa ngazi ya kata ambaye yeye sasa ataanza kuangalia taasisi maombi yenu kama kikundi, then atakwenda kuwasajili kile kikundi kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Moja kati ya changamoto zinazowakabili wanufaika wa mikopo hii ni pamoja na kushindwa utekelezaji wa ufanisi kwenye uwekezaji wao na kushindwa kuzaa matunda na kupelekea viwanda au shughuli zao kufa na hata kushindwa kurejesha mikopo. Je, serikali inawasaidiaje wanakikundi kutekeleza miradi yao kwa ufanisi? Jukumu letu sisi kama viongozi ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kusimamia malengo yale ya rais wetu. Tunakwenda kusimamia haki ya watu wetu ili wale watu wadogo waweze kupata haki yao. Ndio maana mara zote tumeendelea kufanya semina kwa wafanyabiashara ndogo. Kwenye halmashauri yetu tumeshafanya semina ya pamoja pale Karimjee, lakini tumeshafanya semina ya pamoja pale Diamond Jubilee, tumefanya semina ya pamoja kwenye jimbo la Segerea, lakini tumefanya semina ya pamoja kwenye jimbo la Kivule, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwafikia mama zetu wote na vijana wote wa bodaboda au vijana wote wanaofanya biashara ndogo. Nia ni kuhakikisha kwamba wananufaika. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam pekee imekusanya na kutenga kiasi cha shilingi bilioni 20 kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupata mikopo na kujiendeleza kiuchumi. Natumai umepata uelewa wa kutosha juu ya miongozo, taratibu na namna ya mikopo hii ya halmashauri inapotolewa. Lengo lake lilikuwa ni kuinua uchumi wa Watanzania. Asante. Kumbuka jukwaa hili litaendelea kukupa taarifa zote zinazohusu mikopo hii. Endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama 442 Tanzania au katika kurasa za TAMISEMI. Mimi ni Asha Athumani.